Meli ya kubeba makontena imeshambuliwa katika eneo la mlango bahari wa Hormuz mnamo Aprili 22, 2026 ambapo tukio hilo limetokea takriban meli 15 za baharini kaskazini mashariki mwa Oman. Inadaiwa meli hiyo ilikaribiwa na wanamaji wa Iran na baadaye kufyatuliwa risasi bila mawasiliano yoyote ya redio. Pamoja na mashambulizi hayo, wafanyakazi wote wa meli hiyo wako salama na hakuna taarifa ya moto au madhara ya kimazingira yanaweza kuripotiwa hadi sasa. Hata hivyo, daraja la meli hiyo ya kibiashara limeripotiwa kuharibiwa vibaya kufuatia tukio hilo, jambo linaloashiria uzito wa shambulizi hilo katika njia hiyo muhimu ya usafirishaji wa kimataifa. Aidha, shirika la UK Maritime Trade Operation limeeleza kuwa linaendelea kufuatilia kwa karibu tukio hilo, huku likiwatahadharisha mabaharia wengine kuwa waangalifu wanapopita katika eneo hilo nyeti la kibiashara duniani, kwani matukio ya aina hii huibua wasiwasi kuhusu usalama wa biashara ya kimataifa katika ukanda huo. Lakini pia Iran imeripoti kwamba iko tayari kurejea kwenye mazungumzo na taifa la Marekani. Serikali ya Iran imesema iko tayari kuanza duru mpya mazungumzo na Marekani ili kupunguza mvutano uliopo, lakini imeweka sharti la kuondolewa kwa vikwazo vya kijeshi pamoja na kusitishwa kwa ukiukwaji wa makubaliano ya usitishaji mapigano. Taarifa hiyo imetolewa leo Jumatano Aprili 22 na balozi wa Iran katika Umoja wa Mataifa anayefahamika kama Amir Saeed Iravani, akisisitiza kuwa hatua hizo ni muhimu kabla ya mazungumzo kuanza. Balozi huyo amesema haiwezekani kwa mazungumzo kuanza wakati bado kuna hatua za kijeshi zinazoendelea, akitaka Marekani kurekebisha msimamo wake kwanza, na ameeleza kuwa kusitishwa kwa ukiukwaji wa makubaliano ya usitishaji mapigano kutafungua njia ya mazungumzo yenye tija na kuleta suluhu ya kudumu kwa mgogoro huo. Aidha, Iran imebainisha kuwa mara tu vikwazo hivyo vitakapoondolewa, duru inayofuata mazungumzo yatafanyika katika mji mkuu wa Islamabad nchini Pakistan, huku akisisitiza kuwa iko tayari kwa hali yoyote itakayojitokeza. Kauli hii pia inaashiria msimamo mkali na thabiti wa Iran katika kutaka masharti yake yazingatiwe kabla ya kuingia rasmi kwenye mazungumzo mapya. Naye Rais wa Marekani Donald Trump pia ambaye sema kwamba kusitisha mapigano na Irani na kizuizi cha majini cha bandari zake kitaongezwa hadi Tehran itakapotoa pendekezo la pamoja. Trump ameandika kwenye jukwaa lake la ukweli wa kijamii kwamba kulingana na ukweli ya kwamba serikali ya Iran imevunjika vibaya, si bila kutarajia, na kwa ombi la Field Marshal Asim Munir na Waziri Mkuu Shehbaz Sharifi wa Pakistan wameombwa kufanya shambulio lao dhidi ya nchi ya Iran hadi viongozi na wakilishi wao watakapotoa pendekezo la pamoja. Kwa hivyo ameagiza jeshi lake kuendelea na kizuizi hicho na katika mambo mengine yote kubaki tayari na kuweza, na kwa hivyo anaongeza muda wa kusitisha mapigano hadi wakati ambapo pendekezo lao litawasilishwa na mazungumzo yatakapokamilika kwa njia moja au nyingine. Aidha, kwa upande wa Iran wenyewe umedai kuwa hakuna nia ya kutambua muda ulioongezwa wa kusitisha mapigano uliotangazwa na Marekani kwa upande mmoja, na itachukua hatua kulingana na maslahi yake. Tehran haitambui usitishaji mapigano uliotangazwa na Rais wa Marekani Donald Trump. Ina haki ya kutotekeleza na itachukua hatua kulingana na maslahi yake ya kitaifa. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya muda huu. Endelea kutufuatilia kila siku na kila wakati kwa taarifa mbalimbali kitaifa pamoja na kimataifa.